Iran yakosoa Israeli na Marekani kwa kuua watoto vitani. Iran imekosoa vikali Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli kwa kuwaua watoto wasio na hatia katika nchi mbalimbali kupitia uhalifu wa kivita na uvamizi wa kijeshi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, ametoa kauli hiyo katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X siku ya Alhamisi kwa mnasaba wa siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia walioathiriwa na uchokozi. Amesema siku hiyo inaheshimu kumbukumbu ya watoto waliopaswa kuwa na ndoto, kusoma na kujenga mustakabali wao, lakini wakawa wahanga wa uhalifu wa kivita, uvamizi na mashambulizi ya mabomu kabla hata hawajapata fursa ya kuijua maisha. Ameongeza kuwa kuanzia Gaza na Ukingo wa Magharibi hadi Beirut, Minab, Lamerdi, Tehran na maeneo mengine mengi nchini Iran na duniani popote pale, watoto wameuawa chini ya mabomu na makombora ya Marekani na utawala wa Kizayuni. Ukweli unabaki ule ule, hakuna lengo la kijeshi, hakuna maslahi ya kisiasa wala kisingizio chochote cha kiusalama kinachoweza kuhalalisha mauaji ya watoto. Kauli hiyo ilirejelea mashambulizi mabaya ya Marekani na Israeli dhidi ya shule ya msingi katika mji wa Minabu na ukumbi wa michezo mjini Lamera tarehe 28 Februari 2026. Watoto si wahusika wa vita wala si zana za vita. Wao ni dhamiri hai ya ubinadamu. Kila mtoto anayepoteza maisha au kujeruhiwa vibaya ni kana kwamba sehemu ya ubinadamu wetu pamoja inazikwa, alisema. Baghei pia aliambatanisha katika ujumbe wake picha ya Mahaya Sadiq Sabir aliuawa shahidi katika mji wa Astanihi kaskazini mwa Iran mwaka uliopita wakati wa vita vya kwanza vya uchokozi vya Marekani na Israeli. Marekani na utawala wa Israeli zilianzisha shambulio lao la kwanza la kijeshi lisilo halali dhidi ya Iran mwezi Juni 2025, lililodumu kwa siku 12. Uvamizi wao wa pili ulianza mwishoni mwa Februari na kusimamishwa mapema mwezi Aprili kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatanishwa na Pakistan. Katika matukio yote mawili, mapambano imara ya Iran yaliyojumuisha mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kwa mafanikio yaliwalazimisha maadui kukubali usitishaji wa mapigano. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran haitaki vita, lakini iko tayari kuendelea kujilinda inapobidi. Anasema, hatujawahi kutaka vita, tunataka amani, lakini amani ya heshima, amesema mwanadiplomasia mkuu wa Iran kwenye mahojiano yake na mtandao wa Al Mayadin wa Lebanon Jumatano. Hata hivyo, aliongeza, tuko tayari kuendelea na vita, iwe kwa upande wa uwezo wa kijeshi, mshikamano wa kitaifa au azma ya kukabiliana na uchokozi. Nafasi yetu ya kijeshi ni imara zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita, kwani tumeweza kudumisha uzalishaji wa zana za kijeshi kwenye kipindi chote cha vita na hawakuweza kuusimamisha, ameongeza Said Abbas Araghchi, akimaanisha uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran ulianzia Februari 28 hadi Aprili 7. Kwa hivyo, tuna uwezo wa kuendelea na vita kwa muda mrefu kadiri iwezekanavyo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran ameeleza kuwa ikiwa mantiki itashinda, vita havitaendelea tena. Araghchi amesema kwamba uchokozi wa hivi karibuni umebadilisha mitazamo ya Wamarekani kuhusu nguvu ya Iran. Namnukuu, Wamarekani katika vita vya hivi karibuni walielewa vyema nguvu halisi ya Iran, amesema, na kuongeza Washington haikutimiza malengo yake, ikiwa ni pamoja na takwa lake la awali la kujisalimisha Iran bila masharti. Wakati huo huo, Araghchi ameashiria msisitizo wa Iran wa kukomesha uchokozi katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon kama sharti la lazima la Jamhuri ya Kiislamu na kama sehemu ya makubaliano yoyote tarajiwa na Marekani. Namnukuu, hatuoni hatima ya vita kati ya Iran na Marekani na Israeli kuwa tofauti na hatima ya vita vya Lebanon, amesema Said Araghchi. Ameongeza, vita vitaisha katika sehemu zote mbili, Iran na Lebanon, au vinaendelea katika sehemu zote mbili. Vilevile, utafiti umeonyesha Wamarekani walio wengi wanataka vita dhidi ya Iran visitishwe haraka. Takriban Wamarekani 7 kati ya 10 wanaitaka utawala wa Marekani kukomesha vita vyake visivyo halali dhidi ya Iran haraka iwezekanavyo. Haya ni kwa mujibu wa utafiti mpya uliofichua kiwango kikubwa cha kutoridhika kwa umma kuhusu mashambulizi ya kijeshi ya utawala wa Trump ambayo sasa yameendelea kwa zaidi ya miezi mitatu. Vilevile, Donald Trump, rais wa taifa la Marekani, adai atahisi heshima kukutana na kiongozi mpya wa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema angehisi heshima kukutana na Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, kiongozi mpya aliyechaguliwa wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, iwapo makubaliano yatafikiwa ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Namnukuu, nitahisi heshima kukutana naye, aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval siku ya Alhamisi, na kuongeza kuwa iwapo tutafikia makubaliano, inawezekana nikakutana naye, hilo litakuwa sawa.
Kauli hiyo inakuja wiki chache baada ya Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kuchaguliwa kuwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu na baraza la wanazuoni wataalamu la Iran kufuatia kuuawa shahidi kwa baba yake Ayatollah Said Ali Khamenei katika shambulio lililotekelezwa na Marekani na utawala wa Kizayuni lililolenga makazi yake mjini Teherani tarehe 28 Februari. Utayari wa Trump kuonyesha nia kukutana na kiongozi huyo mpya unaonekana kuwa ni mabadiliko ya mwelekeo, licha ukweli kwamba Washington inaendelea kuweka mzingiro wa baharini usio halali dhidi ya meli na bandari za Iran. Teherani imekuwa ikilaani hatua hiyo mara kwa mara, ikiitaja kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa tarehe 8 Aprili mjini Islamabad, kuepuka iliyomsibu Jimmy Carter. Pia siku ya Alhamisi, Trump alidai kwamba awali alikuwa amefikiria lakini hatimaye akakataa operation ya siri ya vikosi maalum iliyolenga kuteka akiba ya urani iliyorutubishwa ya Iran, akitaja hatari ya uwepo muda mrefu katika eneo la vita. Trump alikumbusha pia operation ya kijeshi iliyoshindwa ya Marekani nchini Iran mwaka 1980 ambayo kwa kiasi kikubwa ilihusishwa na kuporomoka kwa kisiasa kwa Rais Jimmy Carter kama sababu iliyomfanya ajiondoe kwenye mpango huo. Aidha, Trump amekiri kuwa si kama Venezuela, unaingia unakaa dakika chache na unatoka na kila mtu anakupungia mkono wa kwaheri. Ameongeza kuwa unahitaji zana kubwa za kivita za kubebwa kwa ndege na uko katika eneo la vita. Kauli zake zinakuja wakati Marekani ilikumbana na pigo la kimkakati mwezi Aprili kufuatia jaribio la kuwaingiza wanajeshi wake katika mji wa Isfahan mapema mwezi huo. Kwa mujibu wa maelezo ya kipekee yaliyoripotiwa na Press TV, vikosi vya Marekani na huenda pia vya Israeli vilifanya uchunguzi wa kina wa anga kabla ya uvamizi huo, ambapo vilipoteza ndege kadhaa za kijeshi. Kinyume na simulizi rasmi lililodai kuwa ilikuwa operation ya uokoaji wa rubani wa ndege ya F-15 aliyedunguliwa, lengo halisi lilikuwa kupenya na kushambulia moja ya vituo vya nyuklia vya Iran katika mji wa Isfahan. Makomando wa Marekani walinaswa na operation hiyo ikageuka haraka kutoka jaribio la kupenya kituo cha nyuklia hadi juhudi za dharura za kuwaokoa wanajeshi waliokwama. Askari wengi wa Marekani walikimbia huku wakiacha nyuma vifaa mbalimbali. Ndege za kivita za Marekani zilishambulia ndege zao wenyewe zilizokwama kwenye operesheni hiyo ili kuzuia zisiangukie mikononi mwa vikosi vya Iran. Kituo cha nguvu za nyuklia cha Bushehr nchini Iran kimezalisha jumla kilowati saa bilioni 80 za umeme, hatua inayochukuliwa kuwa ni mafanikio muhimu katika mpango wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia nchini humo. Mohamed Islamu, mkuu wa shirika la nishati ya atomic la Iran, amesema rekodi hiyo imefikiwa licha miaka ya mashinikizo ya maadui, vitisho na mazingira magumu ya kikanda. Kwa mujibu wa Islamu, uzalishaji wa kilowati saa bilioni 80 za umeme wa nyuklia umeokoa kiwango cha nishati kinacholingana na mapipa milioni 131 ya mafuta ghafi au mita za ujazo bilioni 21.3 za gesi asilia. Amesema kuwa kituo hicho ambacho ndicho pekee cha nyuklia kinachozalisha umeme nchini Iran kimeendelea kufanya kazi kwa usalama na utulivu kwenye kipindi chote cha uendeshaji wake. Islamu ameongeza kuwa shughuli za kituo cha Bushehr zimezuia utolewaji wa takriban tani milioni 86.3 za uchafuzi wa mazingira kwa miaka yote ya uendeshaji wake. Amesema mafanikio hayo ni hatua nyingine muhimu kwa sekta nyuklia ya Iran na ishara ya kujitegemea, uwezo wa kiteknolojia na ustahimilivu wa taifa la Iran. Kituo cha nyuklia cha Bushehr kiliunganishwa na gridi ya taifa ya umeme Septemba 2011 na ndicho kituo pekee cha nyuklia kinachofanya kazi nchini Iran. Kituo hiki kina mchango muhimu katika uzalishaji wa umeme wa taifa hilo. Vilevile, wapiganaji wa harakati ya Hezbollah Lebanon wametekeleza wimbi la mashambulizi yaliyoratibiwa siku ya Alhamisi, wakilenga ngome kadhaa za kijeshi za Israeli na kusababisha hasara kubwa kwa wanajeshi hao wa Kizayuni. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na harakati hiyo ya Mukawama, Ijumaa asubuhi wapiganaji wake walilenga mikusanyiko ya wanajeshi wa Israeli pamoja na magari ya kivita kwenye miji kadhaa ya mpakani ikiwemo Yohmor, Al-Shakif, Rashaf, Al-Kantara na Khayyam. Operesheni hizo zilihusisha mashambulizi makali ya makombora pamoja na vikosi vya ndege zisizo na rubani za mashambulizi ambazo zilipiga mara kwa mara maeneo yaliyokuwa na wanajeshi wa Israeli na vifaa vyao vya kijeshi. Eneo la kihistoria linalozunguka ngome ya Beaufort lilishuhudia mapigano makali zaidi, ambapo wapiganaji wa Hezbollah walishambulia vituo vya kamandi vya Israeli na mikusanyiko ya wanajeshi kwa mawimbi ya mfululizo wa mizinga, makombora mazito na mashambulizi sahihi ya ndege zisizo na rubani. Hezbollah pia imeripoti kuharibiwa kwa vifaru kadhaa vya kisasa aina ya Merkava katika mashambulizi hayo yaliyolengwa. Nini hasa ambacho kitaendelea?
nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa baba kivita. Mimi ni The Rich Voice.